Umsifu Bwana, nafsi yangu, nafsi yangu. Umsifu Bwana, nafsi yangu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyezoea kuvaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na alijifurahisha kwa kufanya sherehe siku kwa siku. Mlangoni pake alilala maskini jina lake Lazaro, aliyejaa vidonda. Alitamani kushibishwa walao kwa makobo yalianguka kutoka meza ya yule tajiri. Wakaja pia mbwa wakamramba vidonda vyake. Siku moja yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika kifuani kwa Abrahamu. Kisha yule tajiri naye akafa, akazikwa. Na katika mateso yake jehanamu, aliinua macho yake akamuona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani pake. Akapaza sauti akalia, Baba Abrahamu, unihurumie. Umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake kwenye maji, apoze ulimi wangu, kwa maana nateswa sana katika moto huu. Abrahamu akajibu, mwanangu, kumbuka ya kuwa wewe ulipokea mema yako wakati wa maisha yako duniani, bali Lazaro alipatwa na mabaya. Sasa huyu anatulizwa, bali wewe unateswa. Na juu ya hayo kuna shimo kubwa kati yetu na yenu. Hata kama watu wangetaka kuvukia kwenu, hawawezi, wala wa kwenu hawawezi kuvukia kwetu. Akasema, basi Baba, ninakuomba umtume Lazaro aende katika nyumba ya baba yangu, maana nina ndugu 5, awaonye wasije wakafika pia mahali hapa pa mateso. Lakini Abrahamu akasema, wanao Musa na manabii, wawasikilize hao. Yeye akasema, sivyo baba Abrahamu, bali mtu akienda kwao kutoka kwa wafu watatubu. Lakini yeye akajibu, wasipowasikiliza Musa na manabii, hawatapokea ushuhuda wa mtu aliyefufuka katika wafu. Injili ya Bwana. Ndugu zangu wapendwa, hamjambo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Naomba niwakaribishe sana katika tafakari ya masomo ya siku hii ya leo,
na nayo zungumzia kila mmoja wetu kwa njia ya kipekee sana, hivi kwamba mwisho wa mahubiri ya siku ya leo, wewe na mimi tunaitwa kujitafuta katika mfano ambao Yesu Kristo ameutoa kwa tajiri na Lazaro. Na kama ambavyo msomi mmoja amejaribu kuelezea, amesema kwamba that we are not supposed to forget that just about all gospel stories act as a mirror. Kila hadithi inayotolewa katika Injili takatifu yatumika kama kioo, and you can see yourself or myself clearly if you and me put on honesty glasses. Valie miwani zitakazo tudhibitishia ukweli. Therefore, whom do we associate ourselves with in today's story? The poor old beggar Lazarus or the rich man Dives? If you say neither, then you just might need to clean your eyeglasses. Too many times we fall into the trap of making self the center of our lives. We become complacent, just as the people of northern Israel had done at the time of the prophet Amos. We hear in the first reading that the rich was simply ignoring the poor, one of the worst injustices that can happen to a person or to a stratum of society. It is possible that we may think that once we make out our check for the Sunday correction, we have taken care of the poor. Not necessarily so. Do you know if your parish in turn tithes its income to the poor sector? How much, in fact, does your parish give to the poor from that correction basket? Sometimes with an attitude of indifference, the sin of Dives might say, that's Father's problem. Not so. Father ajishughulishe na pambane na hali yake. Dives represents each one of us. Huyo tajiri ambaye tumemsikia siku hii ya leo. Na jambo ambalo tumeweza kulisikia ni jambo ambalo tunaweza tukasema ni la kuhuzunisha. Tunapoelewa ya kwamba licha ya utajiri ambao twaweza tukawa nao ulimwenguni humu, hakuna chochote tutakacho ondoka nacho duniani humu. Na ndio kila wakati ni vema kuyakumbuka maneno aliyoyasema Alexander the Great, ya kwamba atakapokufa angependa anapowekwa kwenye jeneza mikono yake iwe nje na apate kuzungushwa katika mji ili watu waweze kuona ya kwamba
hakuna chochote alichobeba baada ya kifo chake. The wealth we accumulate, the riches we may have, utajiri huo wote ni wa hapa tu duniani. Lakini zaidi tukumbuke maandiko matakatifu yanatuambia nini? Jiwekeni hazina mahala ambapo wezi na nondo hawezi wakaharibu. Na hazina hiyo tunajiwekea katika maisha ya uzima wa milele kupitia matendo yetu. Ndipo hata Mtakatifu Yakobo katika barua yake anatuambia kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hivyo imani ambayo hatuwezi ionyesha katika matendo yetu ni kumaanisha kwamba ni ya bure. Haitoshi kuja kanisani bila kuwa mtu anayetenda. That we are even being cautioned that we should not be hearers of the word alone, but we should be hearers and doers of that word. It is pathetic. Unaposikiliza somo la kwanza na tunapoambiwa ya kwamba ole wao wanaoishi kwa raha katika Sioni na wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemedari yenu, ninyi mnaokula wana kondoo wa kundi na ndama wanono wazizi. Tunakumbuka Jumapili iliyopita somo ambalo liliweza kutukumbusha jinsi ambavyo matajiri walivyotumia rasilimali walizokuwa nazo kuendelea kuwakandamiza hata maskini na hata kuweza kuwanunua kwa joho na kuendelea kuona ya kwamba ni watu wasio na faida. Na ndipo tunaona ya kwamba Nabii Amosi hakuweza kuchagua maneno ambayo anaweza akatuzungumzia nayo hivi kwamba hili ni jambo ambalo lilitendeka katika karne ya 8. Taifa la Israeli lilipogawanyika mara mbili, ufalme wa Israeli na ufalme wa Yuda. Lakini licha ya kwamba uligawanyika, waliokuwa na utajiri walizidi kuongeza utajiri wao, waliokuwa maskini waliendelea kuwa maskini hata zaidi, kwa sababu walikandamizwa na wale ambao walikuwa na usemi katika ufalme wao. Wanaambiwa kwamba wanalala juu ya vitanda vya pembe. Lakini tukumbuke ya kwamba you can be able to buy even those beds that are so costly, but you cannot buy a sleep. You can buy anything, I can buy anything as long as I have money in this world, but I cannot buy happiness that is only given by God. Even we cannot be able to buy eternity. Eternity requires being proactive. Na ndipo tunaambiwa kwamba evil grows well in the shadow of inaction. So if evil grows well in the shadow of inaction, we get to hear, ndio mtu amejaliwa, amepewa nafasi ili apate kuwasaidia wale watu wengine, kuweza kuwainua, so that we do not only have 10 billionaires in a country where the population is more than 50 million Kenyans. God is good. That we only have very few who have amassed a lot of wealth to themselves, yet there are so many people languishing in poverty. Hakuna kazi katika nchi ambayo we are promised every other electioneering year ya kwamba will be able to create more than 500,000 job opportunities in a country like this, yet nothing to show. Wakishafika sijui hiyo yote ambayo tuliahidiwa inaenda wapi.
Na hivyo ndipo tunaitwa, ndugu zangu, tujifikirie huu uongo tutausambaza mpaka lini? Wakati waja kama vile ambavyo hawa watu walioishi katika ufalme wa kaskazini wanapoambiwa kwamba kwa hiyo sasa watahamishwa, hata watakuwa wa kwanza wa wenye kuhamishwa, na matamasha yao ya kiasherati yatakoma. Waisraeli hawa walipoelezewa yale mambo ambayo yatawapata, hata hivi kwamba wasipogairi watapelekwa uhamishoni, pengine kwao walidhani ya kwamba hii ni ndoto, lakini wakati ulipowadia wakawa wamechukuliwa na kupelekwa kule kwa Waashuru waliokuja kuwatoa katika ufalme wao. Ndipo walipogutuka nini kile ambacho manabii waliweza kusisitiza, hasa wakihimiza kwamba haki iweze kutendeka na itendewe kila mmoja wao. When we live in a society where injustices continue to thrive, that even the little opportunities that are there, what thrives in this country is tribalism. Even if you don't qualify, as long as you have a person on the top helm, you are given an opportunity to serve. I don't know to serve who. It's only to serve yourself. Mungu ni mwema na kila wakati. Na hivyo ndipo tunaitwa, ndugu zangu, ili kila mmoja wetu aweze kujitafuta katika yale ambayo tunayasikia siku hii ya leo. Na ndio katika somo la pili Mtakatifu Paulo anamuelezea Timotheo na kumwambia kwamba ujiepushe na mambo haya. Mambo yapi? Mambo ambayo hayaambatani na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Fuata uadilifu. Tunapofuata uadilifu ni kumaanisha tutakomaa katika imani, na tunajua kwamba ni katika maisha maadilifu, maisha matakatifu, tutaendelea kutegemea neema za Mungu ambazo zinapaswa kuwa msaada katika maisha yetu. Uchaji wa Mungu ni mojawapo wa vipaji vya Roho Mtakatifu, karama za Roho Mtakatifu. Tunampa Mungu nafasi apate kuendelea kutuongoza, kututawala na kutuelekeza katika hii njia ya uadilifu, ili tuweze kukomaa katika imani na mapendo ya kweli. Tuwe na subira na upole. Tunasikia mambo ambayo, ndugu zangu, yanapaswa kuonekana katika maisha yetu. Imani inayokolea, imani ambayo tunaweza tukaidhibitisha kwa matendo yetu. Upendo wa kweli, sio upendo ambao tunasema kwamba this is utilitarian love, that as long as I can use you for my benefit, then that is the time I want to show you love. That is not love. Love is the agape love, unconditional love, that even as we help our brothers and sisters lift their status, we are doing that because God has lifted us up. We are not worthy before God. Who is worthy anyway? Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Imani yetu iweze kukolea, huu upendo tuweze kuwa na subira. Tunatazama ile subira ambayo Lazaro alikuwa nayo. Ndiyo alifika katika lango la huyu tajiri, hakuweza kuteta ama kulalamika, bali tunaona ya kwamba alitosheka na hali yake. Ndugu zangu, tungekuwa kama Lazaro, sidhani kama kuna mtu ambaye angenung'unika maishani mwake ya kwamba Mungu umeniachilia, tazama yale ambayo ninayapitia. You know, even sometimes we are not blessed because of being people who continue to perpetually lament in life. Ukijaliwa hiki, nikijaliwa hiki, bado ninataka kile. Nikikosa kujaliwa kile, manunguniko ndio hayo. Lazaro hakunungunika, hakuweza hata kukata tamaa kufika katika lile lango la yule tajiri, licha ya kwamba alijua kwamba pengine hata msaidia.
But he went on, going to the same place, hoping for the best. And I think that is the spirit of any Christian, that we should continue hoping without giving up. And that is why even as we celebrate the year or the jubilee of hope, it reminds us that hope does not disappoint. Hope doesn't disappoint. Hata mambo tuone ya kwamba ni kama amefika mwisho, tunajua kwamba kuna wakati ambapo Mungu ataweza kujidhihirisha tunaposimama wima na tunapoendelea kutumainia ya kwamba Mungu atatutimizia lile ambalo tunalitafuta katika maisha. Ndipo ambiwa kwamba pambana katika mapambano ya imani, utoe uzima wa milele. Kwa hivyo tunapambana katika mapambano ya imani. Ndugu zangu, tusikubali kutetereka katika imani hii, mahali tuone ya kwamba ni imani inayotuwezesha kusimama na kuamini ya kwamba Mungu atatenda. Na zaidi ya yote, nini ingine tunataka kama sio maisha ya uzima wa milele? Wajua kuna huyu unapoweka hii mbali, ati ndio lisitoke hapa, bado nitaitafuta. Kuna huyu tajiri ambaye alikuwa na pete, a diamond ring, which is very expensive, na akaweza kupoteza hiyo pete yake ya diamond. Na kwa sababu alikuwa shambani, mahali ambapo kulikuwa na panya wengi sana, baada ya kutafuta na kukosa, tuambiwa kwamba alimuita mtaalamu wa panya na akamwambia, tafadhali hebu jaribu kunisaidia kutafuta pete yangu ambayo imepotea. Na huyu jamaa akawa anazunguka, kulikuwa na panya wengi sana katika lile shamba. Na baada ya kuzunguka, aliweza kuona panya moja ambayo hiyo panya ilikuwa imejitenga na zingine. Na akasema, panya ambayo imemeza pete yako sio nyingine, ni ile. Na kweli ile panya ikakamatwa, na baada ya kukamatwa waliweza kutoa ile pete ndani. Na huyu mtu kwa mshangao akauliza huyu aliyekuwa anatega zile panya, ulijuaje ni hii panya imeweza kumeza pete yangu? Akaambiwa ni rahisi. Maskini akibarikiwa huwa anajitenga na wengine. Na waangalie watu ambao wamejitenga na wengine kwa sababu ya kubarikiwa. Ndio hiyo panya, ya kwamba unaona wengine ni wazembe, ni watu ambao hawatafuti kama ulivyotafuta. Na hili ndilo ambalo linatuonyesha wazi maneno ambayo yalisemwa na muimbaji mashuhuri wa nyimbo za rege. Alikuwa nani? Anaitwa Bob Marley. Na Bob Marley akasema kwamba some people are so poor that the only thing they have is money. That was said by Bob Marley. For us, we may think that the people who have money, these are the people who are so much blessed by God. And that was the notion during the time of our Lord Jesus Christ, ya kwamba mtu maskini ni mtu ambaye alikuwa anapata adhabu kutoka kwa Mungu na amelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye alikuwa na utajiri, huyu ni mtu ambaye alibarikiwa na Mungu, kwa sababu huyu hakuwa na doa ama kasoro. But that is not true. Ni wangapi ambao wamebarikiwa na hata wajui mlango wa kanisa? Ni wangapi? Wewe na mimi tunavunjika kila kuchao tukifika katika hii nyumba. Lakini wakuta ya kwamba tunapitia maisha ya uchochore ama umaskini ambao wakati mwingine inabidi kujiuliza, Mungu ni sala za kina nani huu unasikiliza? Kila siku rozari lazima ugonge 4.
Sijui umeamka saa 9 unapambana na rozari ya furaha. Kabla saa 12 hivi ifike ushagonga ingine ya uchungu. Saa 6 kabla ifike ushagonga ya utukufu. Jioni kabla imalizike ushagonga nyingine ya nini? Na kule ndani umeingiza hata rozari ya huruma. Ya? Huruma saa 9 ikigonga hivi ni wewe na nini? Na chaplet. Lakini unakuta ya kwamba ndugu zangu zinaingia kwa mkono zikienda. Zinaingia zikienda. Unauliza Mungu ni nini hii? Lakini leo tunakumbushwa ya kwamba sio utajiri wa dunia hii ambao tunapaswa kuhangaikia zaidi, mbali tunapaswa kuhangaikia zaidi utajiri wa uzima wa milele. Hapa sisi tunajua matajiri kwa majina yao, lakini Injili haitupi jina la huyu tajiri, mbali inatupa jina la maskini, kumaanisha kwamba Yesu aliposema kwamba blessed are the poor, he meant exactly that. Mtakatifu Luka anapozungumzia wabarikiwa ni akina nani, amezungumzia wabarikiwa wa aina 4, na mojawapo wa hao ambao wamebarikiwa ni wale ambao ni maskini, kwa sababu katika umaskini wao wanajua ni nani ambaye wanapaswa kumtegemea katika maisha. Rudini katika Injili ya juma la 18 ya mwaka wa kanisa. Tuliposoma Injili ya Luka mlango wa 13 kuanzia aya ya 12 hadi 21, juu ya yule mtu ambaye alimwendea Yesu na kumwambia kwamba ambia ndugu yangu anigawie urithi wangu. Yesu akamwambia, nani alisema mimi ndio muamuzi wa vitu vya dunia hii? Na ndipo akatoa mfano wa huyu mtu tajiri ambaye aliona mazao shambani mwake, na baada ya kuona tunaambiwa ya kwamba aliwaambia moyo wake. Aliambia moyo wake nini? Ni wakati wa kubomoa gara, zipanue, ili wakati ambapo atavuna na kuweka kila kitu kwenye gara zake, atauambia moyo wake ni wakati sasa wa kuweza kujistarehesha, kula, kunywa na kujifurahisha. Lakini naye Mungu akasema, mpumbavu wewe, leo ninataka nini? Ninataka moyo wako. Unaposoma bado Injili hii ya Luka mlango wa 18 aya ni ya 18 hadi 25, tunaambiwa kuhusu huyu mtu ambaye alimwendea Yesu na akaweza kumwambia, mwalimu mwema, nitafanya nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Akamuuliza, mbona kuniita mwema? Aliye mwema ni mmoja, Baba wa mbinguni. Na akamuuliza, unajua sheria? Akasema, nimeziweka tangu utotoni mwangu. Kumaanisha kwamba tunaweza tukajua sheria zote za Mungu. Na baada ya kusema anazielewa zote, Yesu alimtazama akampenda. Akamwambia, kuna jambo moja limebaki. Nenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, na baada ya kuwapa maskini ujiwekee hazina katika makao ya uzima wa milele, baadaye njoo unifuate. Amepewa nafasi ya kumfuata Yesu Kristo, amepewa nafasi ya kuwa mfuasi wake Yesu Kristo, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu tajiri, tunaambiwa kwamba alienda amesononeka moyoni mwake, maana hakuwa tayari kuweza kujitenganisha na utajiri wake. Lakini kifo kinapofika, huu utajiri wote tutauacha wapi? If we cannot use the wealth or the riches as a stepping stone that would take us to another level and see the reality of the kingdom of God that is awaiting each one of us, then we are blinded. Huyu tajiri tunasikia kwamba alivalia nguo za zambarau na kitani safi. That shows you this guy was damnly rich. Damnly rich. Kama nani? Wale ambao tunasikia wamenunua mahelikopta,
ambazo leo akisikia leo nataka kuanguka Wilson Airport, hahitaji kung'ang'ana na hizi barabara zetu. Ni kuingia ka helicopter anamwangusha kule, maana hata yeye ni stakeholder. Kwako ama kwake bado anaka airstrip hivi kwamba anaweza akatoka hapa ashuke mahali fulani, baadaye aweze kuanguka tena kwake bila shida, kung'ang'ana na watu hii dunia. Lakini hizi zote tutakuja ziacha wapi? Sisemi mtu asiwe tajiri, no. Munielewe vizuri. Na ndio Mtakatifu Agostino akasema kwamba with love the poor man or woman is rich. With love the poor man or woman is rich. Tunapokuwa na upendo hata katika umaskini wetu, sisi ni matajiri. Lakini bila upendo, the rich man or woman is poor. That is very true. Kwa sababu pasipo na upendo, hata huyo tunadhani ya kwamba ni tajiri, huyo ni maskini, kwa sababu kuna kitu ambacho amekosa, huo upendo ambao tunasema kwamba Mungu ni upendo. Na huyu Mungu ambaye ni upendo alituumba na akatuweka duniani humu ili tuweze kuendeleza pendo hilo kati yetu na tuweze kuishi na wenzetu kwa njia inayostahili. Tajiri baada ya kujifurahisha hivyo, tunaambiwa kwamba siku ilifika, because death is a facility that is open to each one of us. It is a facility. Ni mara ngapi tumeenda mazishi kwenda kusindikiza wale ambao wametutangulia, na haimaanishi ya kwamba kwa sababu wewe na mimi tulihudhuria mazishi ya wengine, yetu haimo, yetu yaja, ni ile tu hatujui ni lini. So death is a facility, and this is a concept that we should not forget at any given time. Every time you wake up, know that death is a facility open to everyone, and therefore it is you and me to prepare our final departure from this world. God gives us an opportunity to prepare that final departure. Nitakapotoka, will I have made any impact in the lives of my brothers and sisters? Ama nitaondoka na waseme ya kwamba Mungu umetusaidia. You remember this guy ambaye alikuwa ametoka ng'ambo, anaitwa Carter. He was a very good photographer, ambaye alikuja wakati ambapo kule Ethiopia kulikuwa kuna vita nyingi na kukatokea njaa kubwa mwaka 1993. If you are not born by that time, listen, we can tell you that is the history we have. 1993. People were dying of starvation in Ethiopia. And this guy called Carter, as a photographer, came to that country. Na wakati ambapo alikuwa akizunguka, aliona mtoto ambaye alikuwa na ng'ang'ana kwenda mahala ambapo chakula kilikuwa kinapeanwa. That girl was so emaciated. You look at the bony skin of that girl, you feel pity. Na huyu mtoto akafika mahala ambapo hangeweza kuendelea na safari kwa sababu hana nguvu ya kuweza kuendelea. Na huyu Carter akaona the vulture ambayo ilikuwa imesimama, ilikuwa imekuja na inatua mahala ambapo huyu mtoto alikuwepo, just few meters. And what this guy did was actually to wait for 20 good minutes so that maybe the vulture can come and attack this particular girl, so that he takes the best of the shots. Niambie mtu ameshika kamera yake ili aweze kuchukua hiyo picha, unangojea dakika 20, the vulture did not move, but the vulture was standing waiting for this girl to die so that ingepata chakula cha siku.
And having taken the photo, this guy alienda akafukuza the vulture, but walked away without helping this guy. Huyo kata na tajiri ambayo tunamsikia siku ya leo, tofauti yao ni nini? Tofauti yao ni nini? Wewe na mimi, jirani tunaposikia napiga nduru anataka asaidiwe, na unasema kwamba pilipili sio mdomoni mwako ya kuashia nini, kila mtu ajisumbue na yako wake. Unajifunika, unasema uaneni, tutakuja mazishi. Unaona mtoto wa mtu ambaye kwa kweli pengine amelala bila kupata chakula, tunasema kwamba ni uzembe wa wazazi wao, wajisaidie, toka rudi kwenu. Sisi na tajiri huyu, tofauti yetu ni gani? The moment we put walls, we are guided and told, let us not build walls that we can be able to protect ourselves. If the outer world is not protected, even you and me who thinks that we are protected, we are not. We are at a danger. And the only thing we can do is to help that other person so that we can be able to get rid of insecurity around the areas we live. Lakini niambie ndugu zangu, tukaeka hizo kuta, tunaambiwa it's not about the walls, it's about the round table where we can invite everybody in so that we dine together. Tajiri, how many courses was he taking? Aletewe, mnazijua mkienda hoteli zile ambazo zipo, vile ambavyo chakula kinapangwa, kuna kasupu kakukutayarisha. You get the appetizer. Baada ya hapo unaweza ukapata either kama unapenda kuletewa nini. Kuna the first course, the second, the third, the fourth and the fifth. Hapo ndio unapata ka ice cream. Naona mshaanza kuishiriki the 5 courses, which is okay. Lakini sasa tuko kanisani. So tunaambiwa kwamba huyu ni mtu ambaye alikula kwa sherehe every other day. Lakini huyu ni mtu ambaye ana vidonda, hata kujaribu kumsaidia ili aweze kupata matibabu hawezi. Lakini hakumuita kwa jina alipokuwa duniani humu. Lakini alipokuwa kule kwenye mateso alimkumbuka kwa jina na akasema, Baba Abrahamu, muagize Lazaro. Hakumuita kwa jina hapa, lakini kule alimtambua. Asiyekutambua hapa, kuna wakati atakuja kukutambua. Na naomba tusitambuliwe hapa. Acheni tutambuliwe wapi? Tutambuliwe mbinguni. Tunaweza tambuliwa hapa, lakini kule mbinguni tukose kutambuliwa. Huyu tajiri alijifurahisha na akatambua kwamba kile cha maana ni kutambuliwa katika ufalme wa mbinguni. Na ndio tuambiwa kwamba alimuona Lazaro yumo kifuani mwa Abrahamu. Kwa nini kifuani mwa Abrahamu? Why at the bosom of Abraham? Remember that Abraham is the father of faith. The father of faith. So Lazarus being associated with the father of faith. Abrahamu alingojea miaka mingapi ili Mungu aweze kumjalia mtoto Isaka? Miaka 25. And that tells us, just like the way Abraham patiently waited for God to fulfill the promise, it is the same way Lazarus waited for God to fulfill his promise, because he doesn't fail in fulfilling his promises. And that is true. Na ndio jina Lazaro inatoka katika jina la Kigiriki ambalo tunaliita Elizar. Elizar ama Eliezer ni kusema kwamba my God will help. Mungu wangu atanisaidia. Na kwa kweli Mungu alimsaidia, kwa sababu aliinuliwa na malaika na akapelekwa wapi? Mbinguni. Huyu alizikwa, lakini akajipata yumo kule motoni.
Na akiwa kule, kwa sababu alizoea kuagiza watu, ndiye anaagiza hata kule akiwa motoni ya kwamba mwambie achovye kidole chake kwenye maji aje aburudishe ulimi wangu, maana hapa ni kukari. Alipokuwa duniani hakumtazama, pengine hata alimpita ama alimruka, akiona ya kwamba hakumtukana. Lakini kwa sababu he was only indifferent, that is how he lost heaven. Because the sin of omission is when we fail to practice charity as it demands. Kwa sababu tunaitwa, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo mlango wa 25 kuanzia aya 31, tuambiwa kwamba nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika. Hayo matendo mema ndio tunaoitwa kuweza kuwatendea ndugu zetu. There is no one who is so poor that one may say, I have nothing to give. Each one of us has something to share with others. There is no one who is so rich who would actually say, I don't need more. There is still space for more. Na ndio ndugu zangu tunaitwa leo. Angalia anasema nini mtume kwa ndugu zangu 5 ambao wako duniani. Pengine wakiona mtu ambaye ametoka kwa wafu na kuweza kwenda kule duniani, huenda wakamwamini na akaambiwa kwamba wana Musa na nani? Na manabii. Musa na manabii, Musa na Elia anayewakilisha manabii. Walipokutana na Yesu walizungumzia nini? Walizungumzia kuhusu kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, huyu ambaye amekuja kutuokoa ili atutoe katika minyororo ya mwovu Shetani. Ndipo wanapoambiwa hivyo, soma Injili ya Yohane mlango wa 11 kuanzia aya ya 31 elekea mpaka 40 na kitu. Wakati ambapo Yesu alimfufua Lazaro, sababu Lazaro alifufuliwa kwenye Injili ya Yohane, lakini sio huyu. Alipofufuliwa, tunaambiwa walifanya nini? Walimwamini Yesu? La. If anything, walipanga njama ya kuweza kumwangamiza Lazaro, kwa sababu watu walimiminika kwao kuja kushuhudia nguvu na wema wake Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo hata pengine huyu ambaye anadai Lazaro apate kufufuka aende kwao, angefanyiwa njama vile ambavyo walianza kumpangia Lazaro ili wapate kumwangamiza. Na kutokana na hayo, maana waliona Yesu ameanza kupata umaarufu, wakapanga njama ya kuweza kumwangamiza Yesu Kristo. It's not about people coming from their graves to reveal to us that God is there. Truly God is there. Na Mungu kwa sababu yupo, ni jukumu lako na langu tuone ya kwamba tunasimama wima ili tupate kuenenda kuambatana na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Tusipofanya hivyo, ndugu zangu, haya maisha hayatakuwa na maana. Kumbukeni yule jamaa niliwaambia hapa siku moja ya kwamba kanisa lilikuwa na project, na likiwa na project watu waliitwa harambee ili kusaidia kanisa iweze kusimama na iweze kujengwa. Na basi mmoja wa wale ambao walikuwa ni matajiri kwenye ile kanisa alikuja amebeba shilingi 500. Bahati nzuri ama mbaya, tofali lilitoka juu ya kanisa na liliweza kulenga huyu jamaa wakati ambapo alikuwa ameshika hiyo 500 ya kutoa, na alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri sana. Lakini lilipomgonga, baada ya kusema 500 akasema 50,000. Na watu wakasema kwamba siyagongwe na ingine ndiye aweze kusema hata zaidi ya 50,000. You know, people are actually sadist. Wakati ambapo huyu jamaa amegongwa na tofali kutoka kule juu, sio kitu cha mchezo. Ama huyu jamaa ambaye alikuwa amelala na anaangalia mpira, na baadaye akaambia Mungu, hata saa zingine unakuwa na madharau sana. Angalia huu mti ambao umebeba mapera haya mengi
na ni tudogo tudogo, lakini tikiti maji ama watermelon ni kubwa na umeiacha tu ilale chini. Kumbe tikiti maji ndio ungeweka kwenye mti kama huu ziweze kuhang vizuri, haya mapera wacha yalale huku chini. Ndugu zangu, wacha niwaambie, wakati ambapo anawaza haya akapatwa na kausingizi na kukaja upepo uliovuma mkali, na kale kama pera kakatoka kwenye mti na kakagonga jicho, na jamaa akaruka kwa uchungu na akasema kwamba asante Mungu, wewe ndio ulijua kuweka mipangilio vizuri, kwa sababu kama ingekuwa tikiti maji leo tungekutana nawe. Mungu ni mwema. Hata wewe na mimi tusingojee wakati ambapo kitu kinatendeka ili tuweze kutenda wema. Acheni tuone ukarimu wa Mungu na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametenda katika maisha yetu. Tuone tunawashirikisha wengine, kwa sababu ni katika kujiwekea hazina yetu kwenye makao ya uzima wa milele tutaweza kumuona Mungu, na hivyo ndivyo tutakavyoweza kujijengea makao katika ufalme. Huenda ikawa mtu ambaye ulisaidia kwa school fees, mtu ambaye ulisaidia kwa nguo, mtu ambaye tulisaidia akapata chakula cha hiyo siku, huyo ndiye atakayetutetea mbele zake Mungu Mwenyezi na kusema, Mungu tafadhali, naomba huyo mtu mhurumie. Ninakumbuka wakati sikuwa na matumaini, huyu ndiye ambaye alisimama na mimi. Ni kama huyu mama ambaye huwa tunaambiwa ya kwamba alikuwa na kitunguu, alikuwa amesaidia mtu. Na alipokuwa ametumwa kwa shetani, mama mmoja akasema, Mungu tafadhali mhurumie, huyu mama aliweza kunisaidia na kitu fulani maishani. Basi akaambiwa ni sawa, na akaambiwa alikusaidia na nini? Akasema kitunguu. Akapewa kitunguu na akaambiwa kwamba mteremshie, maana kilikuwa cha majani, mteremshie, anza kumvuta. Wakati ambapo aliteremshiwa kile kitunguu na kaanza kuvutwa kutoka motoni, alipoangalia juu, kile kitunguu kiliendelea kumtoa. Hakusikia uzito wowote, lakini alipokaribia kutoka, akaangalia chini, akaona watu ambao wameshikana miguu, na akaona ni kikundi kikubwa sana cha watu ambacho kimemshika ili waweze kutoka pamoja. Aliwaambia, ndugu zangu, hamwendi mahali. Kitunguu kilikuwa changu, hakikuwa chenu. Ni mimi nimepatiwa kitunguu na ni mimi ninayetolewa. Kwa hivyo hii miguu mtaachilia. Na alianza kuwakanyaga kwa miguu ili waweze kumwachilia. Kile kitunguu kikakatika na akarudi ndani. Wivu na uchoyo hautatupeleka mahala, lakini ukarimu na upendo, huo ndio utakao tufungulia njia ya uzima wa milele. Tukutaneni mbinguni.